Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Swahili Sports kiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu Msimbazi Simba Sport Club katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda tofauti ambavyo na wengi ambavyo walivyokuwa wakiweza kutarajia kwa kile ambacho kimeweza kuonekana ambapo kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba inaelezwa kwamba mambo yamekuwa tofauti kabisa, ambapo mchezaji amewasha moto kweli kweli kwa kile ambacho kinachozungumzwa kwa sasa. Inaelezwa kwamba yale ambayo yaliokuwa kiweza kuzungumzwa huenda yalikuwa yako tofauti na vile ambavyo mchezaji alikuwa akiweza kutarajia kutoka kwenye uongozi wa klabu ya soka ya Simba Sport Club. Sasa taarifa iko hivi ambavyo mimi nimekusogezea wakati huu, utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha mabingwa hao wa zamani wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Hapa nazungumzia Simba Sport Club ambayo wanahakikisha kwamba wanarudi katika ule ubora wao, ijapokuwa sasa ndio matatizo yanaanza kuibuka kama hivi. Ni matatizo gani hayo? Utakwenda kuyajua hapa. Yametokea kwa nani, nini sababu, na imefikiaje mpaka kuweza kutoka hadharani kuweza kuzungumza kile ambacho kimezungumzwa. Yote hayo na mengine mengi mimi nimekusogezea katika taarifa hii, utakwenda kujua hapa. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Swahili Sport, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kwenye kikosi cha klabu ya soka, si wengine unazungumzia hawa ni Wekundu Msimbazi Simba Sport Club. Karibu. Bana, klabu ya soka ya Simba Sport Club unafahamu ya kwamba hivi karibuni iliweza kuwa ikitangaza ya kwamba inakamilisha sajili zake, lakini pia kuongeza mikataba wachezaji ambao waliokuwepo kwenye kikosi hicho ambao wanahitaji kuendelea kubakia nao kwenye msimu mingine ijayo, ambapo lisikia Lucien Deloko beki wa kati akisaini mwaka mmoja, huku hapa nazungumzia Yusuf Kagoma akiongeza miaka miwili, lakini pia na winga hatari Elie Mpanzu naye akiweza kuongeza miaka miwili kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Sasa baada ya taarifa hiyo, watu wakaamini ya kwamba wale waliokuwa wanamhitaji Mpanzu kwenda kwenye klabu yao hususan Young Africans, sasa huenda basi ndio itakuwa imeishia hapo. Sasa kilichokuja kutokea ni Elie Mpanzu kukosekana kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club akiwa hayupo kambini. Maswali yakaanza kuibuka, tetesi zikaanza kulindima, ambapo taarifa zikawa zinaeleza kwamba winga Elie Mpanzu amegoma kuingia kwenye kikosi cha klabu ya Simba, huku akidai madai yake ambayo ni madai ya kimkataba baada ya kuweza kusaini kandarasi na wekundu hao wa Msimbazi Simba Sport Club, kwa mujibu wa kile ambacho kilichokuwa kimeelezwa. Sasa Elie Mpanzu ambaye hakuwa kwenye kikosi cha Simba katika mchezo uliopita, sasa taarifa inaelezwa kwamba anaandika mchambuzi Elie Mpanzu anasema ya kwamba mchambuzi hapa anazungumzia Wilson Oruma akizungumzia kuhusiana na Elie Mpanzu, anasema ya kwamba juzi hapa caption ya Simba Sport Club baada ya kumuongeza mkataba kwa tajiri Mo huwa ashindi kitu. Sasa hizi taarifa kwamba achezi mechi ya leo kwa sababu hajalipwa ahadi zake za huo mkataba mpya inakuwaje tena? Taarifa ile ya mkataba mpya wa Elie Mpanzu ni kama imechochea tena uhai wa penzi la wanasimba kwa tajiri Mo, lakini pia ni taarifa ilikuwa inasema tena kuhusu utulivu wa mnyama nyakati hizi anapoliwinda tena taji la NBC. Sasa mbona kama mnajipiga bastola wenyewe mguuni kama hizo taarifa ni kweli? Mkataba wa mwanzo wa Elie Mpanzu ilikuwa unamalizika mwishoni mwa msimu huu. Kama amegoma kwa sababu terms
terms za mkataba mpya hazijatekelezwa, maana yake unaelewa kwamba makubaliano yalikuwa utekelezaji wa mkataba mpya unaanza mara moja baada tu ya kusaini. Ngoja niishie hapa kwa sasa, lakini nawaahidi nitarejea kuwathibitishia ukweli wa taarifa hizi. Unaona bana, akiweza kulizungumzia hili la Eli Mpanzu ambalo limekuwa gumzo kweli kweli. Ameonekana tu juzi kati akisaini mkataba, na ndio kitu ambacho kimewashangaza watu wengi kwenye taarifa hii, ambapo juzi kati tu hapa alionekana akiwa na tajiri Mo Dewji, pembeni akiwa na Cletus Magoli akiweza kusaini kandarasi hiyo ya kuitumikia klabu ya soka ya Simba, ambapo alikuwa ni mwenye furaha. Sasa swali likawa ni kwamba alisaini pasipo kuweza kupewa kibunda chake. Hivyo basi ni kitu ambacho kila mmoja akawa anajiuliza, inakuwaje Eli Mpanzu hajaonekana katika mchezo huu, huku taarifa zikieleza kwamba ameenda kwao. Hapa nazungumzia kule Kongo ambako amekwenda. Kwa hiyo watu kwa wanaweka maswali mengi juu ya kile ambacho kinachofanywa na Simba Sport Club. Ni kama vile unaweza kusema kwamba alichokizungumza Wilson Oruma ni kama wanajipiga risasi wenyewe na kumpa ushindi. Hapo anazungumzia mpinzani, kwa sababu kwa mambo ambayo yanatakiwa kwa sasa yanatakiwa yafanyike yamenyooka zaidi. Sasa klabu ya soka ya Simba kama wanaanza kuleta mambo tofauti na yale ambayo yanayozungumzwa kwa sasa. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuona mchezaji atachukua sasa maamuzi gani baada ya yale ambayo yamekuwa yakiweza kuzungumzwa kwenye kikosi hicho, kwamba mnyama Simba ameshindwa kumpatia fedha zake. Hapa anazungumzia mchezaji huyo. Lakini katika taarifa nyingine, mchambuzi Wilson Oruma ameweza kuwakaanga klabu ya soka ya Simba kuhusiana na issue ya Damaro. Anaandika, anasema ya kwamba kuhusu Damaro hakuna kilichobadilika kwa Simba Sport Club. Majibu ya kamati waliyategemea na nilisema hapa tangu mwanzo. Kwa nini uhangaike na kesi ambayo unajua unaenda kupoteza? Ili ndo swali lako najua. Nilisema tangu awali kwamba Simba alikuwa anahitaji maamuzi ya kamati ili kumsaidia anapoenda kasi. Mahitaji kule ni lazima kwanza umalize mahakama za ndani, kwani Simba Sport Club hana imani na kamati ya sheria na hadhi za wachezaji. Hili linaweza kuwa swala lako lingine. Kwa Simba Sport Club sio kwamba hana imani na kamati, tatizo ni kwamba kwao hata TFF ni mlalamikiwa kwenye hili shauri, kwa sababu wao ndio wamempa Mohamed Damaro kama leseni ya kucheza ligi kama mchezaji mzao. Note, Simba Sport Club wapo serious sana na ili jambo awachekeshi. Unaona bana, akiweza kulizungumzia juu ya kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, ambapo kila mmoja anasubiri kuona itakuwaje bana. Weka maoni yako hapo chini.